Kefa Chengula, mambo vipi? Bwana salama, habari ya uzima? Jema bwana, mambo yanaenda? Tunamshukuru Mungu. Mambo safi, super baridi kabisa. Bwana, Simba kuna nini kinaendelea? Kwa sababu jana tulikuja kupata taarifa mara baada ile ya taarifa kwa umma, habari ambayo ilitolewa ndani ya kurasa za klabu ya Simba. Ilisomeka pale taarifa kwamba habari kwa umma ilieleza kwamba kwa mkutano ulifanyika kule Bunju, na ile taarifa ilitolewa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, Presentius Magori. Alieleza kwamba kikao kile kilikuwa ni batili, lakini mara baada ya kufuatilia tukagundua kwamba kile kikao kiliweza kufanywa ama kuendeshwa na mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu. Lakini hii leo mambo yamekuwa moto zaidi. Mangungu ameweza kufunguka akieleza kwamba yeye anasimamia katiba na aliitisha mkutano ama kikao kile kwa mujibu wa katiba ya Simba. Lakini Magori na yeye ameweza kufunguka akieleza kwamba yeye kwanza ni Simba kindakindaki. Hata kumekuwa na maneno kweli ya ukinzani. Bwana, Kefa Chengula, shida ya Simba iko wapi? Na ukizingatia tarehe 12 wana mchezo muhimu sana dhidi yenu nyinyi Young Africans, mchezo ngao ya jamii. Mimi binafsi kwanza kabisa kwenye hayo makundi yote mawili mimi nasimama na Mangungu. Nasimama na Mangungu kwenye engo moja, kwa sababu mimi naamini kiongozi wa klabu ya Simba aliyepewa dhamana ya kuongoza klabu ya Simba na wanachama wa klabu ya Simba ni Murtaza Mangungu. Mimi ni mwanachama wa klabu ya Yanga, lakini nazungumza fact kwa sababu ni mambo ya mpira. Mangungu ndo amepewa dhamana ya kuongoza klabu ya Simba na wanachama. Hata kama uchaguzi ulifanyika kwa wanavyosema wao kwamba ulikuwa una mambo mengi sio akajipitisha Mangungu, lakini kiongozi ukishakuwa tayari ni kiongozi wa klabu ya Simba umepitishwa, maana yake automatically kutoka pale unakuwa tayari umeshapewa majukumu na madaraka ya kuiongoza klabu ya Simba. Ninachotaka kusema ni kwamba kilichofanyika jana na Magori, mimi nafikiri kwenye mambo ya mpira naweza kusema ni kama uhaini. Naweza kusema ni kama uhaini. Na mimi nasema ni uhaini kwa sababu gani? Kiongozi wa klabu ya Simba ambaye ni Murtaza Mangungu, kikatiba na kimamlaka alikuwa na uhalali wa kufanya ule mkutano, kwa sababu ule mkutano moja ulikuwa umefanyika na mwenyekiti wa klabu ya Simba, na yeye target yake alikuwa anawachagua wanachama wa upande wale wa kamati ya upande ya wanachama. Yeye hakubezi kwenye upande wa mwekezaji, alichagua wale watu wakina Amos Makala, si wakina nani wale wa upande wa wanachama, na yeye ndio mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba. Umenielewa? Kwa hiyo mpaka pale mimi binafsi sijaona kosa lolote alilolifanya Mangungu, kwa sababu Mangungu moja ni mtu ambaye alichaguliwa kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba na aliapa kuisimamia katiba ya klabu ya Simba. Umenielewa? Na yule ni mwenyekiti. Sasa je, wewe Magori umechaguliwa na mtu mmoja. Mangungu amechaguliwa na wana Simba takriban 15,000 plus. Sasa je, tumwamini aliyechaguliwa na mtu mmoja au tumwamini mtu ambaye amechaguliwa na wanachama 60,000? Mimi ninachotaka kusema ni nini bwana Mnyasa? Ifike hatua Simba haya mambo yafike mwisho. Sasa nini nashindwa kuelewa? Sasa leo mpaka admini wa klabu ya Simba anaenda kumhujumu au anaenda kumsaliti mwenyekiti wa klabu ya Simba. Hivi inawezekana kweli? Au hii akaunti ya admini wa page za klabu ya Simba ni Magori? Watu wengi wanajiuliza kulikoni mpaka mambo ya ndani ya klabu yanatoka hadharani tena kwenye kurasa rasmi za klabu ya Simba. Manake tuhoji kwamba kila mtu pale ni admini, manake anaweza kaandika chochote anachokiona yeye kina maana, ama kwa nini wasisikilizane mwenyekiti wa klabu ambaye ndo naweza nikasema kiongozi mkuu wa klabu, manake anasimama upande wa wanachama ndio wanaomiliki klabu ya Simba. Na huyu upande wa mwekezaji yeye amekuja kuwekeza pale kutia hela apate faida. Sio maana yake? Ndio. Sasa kwa nini sasa upande wa mwekezaji unakuwa na nguvu na upande wa wanachama kunakuwa hakuna nguvu? Shida iko wapi? Na mind you, leo nimemsikia Mangungu amesema yeye kabla hajaenda kufanya ule mkutano alienda kushauriana na nani? Na bosi mwenyewe, bosi Mohamed Dewji. Umeelewa? Na Mohamed Dewji ndo aliyemweka pale nani Magori. Maana yake Mangungu alipata baraka zote kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mohamed Dewji. Kwa hiyo ule mkutano aliofanya Mangungu ulikuwa ni mkutano kiaradi. Na unajua
tukisema ule ni mkutano haramu, maana yake kiongozi aliyeendesha ule mkutano ni nani? Ni haramu. Sasa na kabla hujaendelea, na watu wengi walidhani labda ule mkutano haujaendeshwa na mwenyekiti. Ndio maana narudia hapo. Hivi nakuuliza swali dogo tu, na mimi tangu nizaliwe leo nina miaka 32 Mnyasa, sijawahi kukiona kitu cha ajabu kwenye uongozi kama hiki kilivyojitokeza. Na ndio maana hata kwenye mambo ya siasa huwa anamweka rais wa nchi na ni mwenyekiti wa klabu na mwenyekiti wa chama fulani, si ndivyo? Ni rais wa nchi na ni mwenyekiti wa kile chama, si ndivyo? Target yake ni kwamba mwenyekiti ndio mwenye maamuzi ya mwisho, si ndivyo? Yawe ya kweli ama si ya kweli, yawe ya mazuri yanafurahisha ama hayafurahishi, maamuzi ya mwenyekiti ni maamuzi ya mwisho. Yakitokea yana athari, maana yake ikifika mwishoni mwa kipindi chake, pale ndo huwa anaadhibiwa na nani? Na wanachama, bana wewe kwenye kipindi fulani bana umetuumiza kwenye hili na hili na hili, hapa ilipofikia nafanyaje? Inatosha. Lakini nashindwa kuelewa Magori amepata wapi uhalali? Narudia tena, haki kabisa. Mimi ni mwanachama Fozi, lakini nauliza nataka kujua tu kwa wana Simba huko wa upande wa pili, na ndugu zangu wa upande wa pili, Magori amepata wapi uhalali wa kwenda kupinga maamuzi yaliyofanyika na mwenyekiti ambaye amechaguliwa na wanachama wa klabu ya Simba? Amepata wapi huo uhalali? Na uzuri wake, Mangungu hajaenda kuingilia upande wa mwekezaji. Unajua, ingekuwa mbaya zaidi kama Mangungu angeenda kumchagulia wajumbe wa bodi ya upande wa mwekezaji kwenye 49%. Lakini yeye Mangungu amebeza, anachagua watu ambao wako kwenye 51%, na huko kwenye 51% mwenye Mnyasa ndo aliko mwenyekiti Mangungu. Sasa wewe leo Mangungu anakuja kufanya mambo, na hii yote unajua kwa nini bwana Mnyasa? Haya mambo yanaratibiwa na watu huko nyuma. Target yao ni kutaka kumuondoa nani? Ni kutaka kumuondoa Mangungu kwenye mwenyekiti, kwa sababu Magori ulikuwa na nafasi, kwa sababu alichokifanya Magori ni kwenda kumwagilia petroli kwenye nini? Kwenye moto. Yeye Magori alikuwa na nafasi, kwa sababu naamini Magori yuko chini ya Mangungu, kwa sababu Mangungu yuko kwenye 51%, Magori yuko kwenye 49%. Na hivi sasa kwa mujibu wa katiba, maana yake kutakuwa na wawekezaji watatu. Na ndio maana nimesema maana yake Magori kwa mujibu wa uundwaji wa katiba ya klabu ya Simba alitakiwa yeye, cha kwanza kabisa ni kwenda kuonana na nani? Na mwenyekiti, si ndivyo? Ni kwenda kuonana na mwenyekiti. Bwana mwenyekiti, kuna hiki na hiki na hiki na hiki kimefanyika, bwana vipi, mbona hujashirikishwa? Umenielewa? Pale angemsikia mwenyekiti anasema nini. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba Magori amemvua nguo nani? Mwenyekiti wa klabu ya Simba, na target yake ya kumvua nguo, maana yake yeye, kuna watu nyuma ya Magori wanamshinikiza Magori akamvue nguo Mangungu, amtie shoti kwa wanachama, wamuone Mangungu ni mbaya, ili Mangungu pale atoke, wamlete mtu ambaye atakuwa against, atakuwa sambamba na nani? Na Magori. Manake kwa maana hiyo kwamba nataka kusema kwamba upande wa mwekezaji unataka kusimama kama ukimilikisha klabu, au sijakuelewa kwa namna gani? Ninachotaka kusema ni hivi, kwamba haiwezekani upande wa mwekezaji ukawa na nguvu kuliko upande wa wanachama. Wanachama wana 50%, na ndio maana serikali ilisema bwana, nyinyi wanachama inatakiwa mwe na nini? Mpewe 51%. Maana yake nyinyi wanachama ndio mnatakiwa muwe na nguvu kuliko nani? Kuliko mwekezaji. Leo wanachama wa klabu ya Simba au mwenyekiti Mangungu tu ana uwezo wa kushirikiana na wanachama wa klabu ya Simba wakamkataa mwenyekiti wa bodi ya nani? Mwenyekiti wa bodi wa klabu ya wadhamini kwa upande wa mdhamini. Wana uwezo huo kwa sababu wao ndio wenye 51%. Umenielewa? Sasa nashindwa kuelewa kwamba je, Magori alichokifanya amefanya kwa faida ya nani? Umenielewa? Kwa sababu hivi vitu vilikuwa ni vya kuzungumzika ndani. Na kwa nini ukurasa wa Simba utumike kutoa taarifa kama hivi? Na ndio maana nimerudia kwamba je, hata admini naye yani admini naye leo, admini wa klabu ya Simba ni Magori anajimilikisha ule ukurasa? Haiwezekani mwenyekiti wa bodi upande wa mdhamini
yani mpaka leo admini yani katika vitu ambavyo sijawahi kuviona duniani ni vya ajabu kuwahi kutokea ni kama hivi. Tunashindwa kuelewa kwamba sasa malizi afu nikuulize. Katika mtiririko kama huo Bwana Mnyasa, na hii msimu uliopita walisema tumekosa ubingwa ni kwa sababu ya marafari, lakini kumbe ndani yao wenyewe kwa wenyewe kumbe ndani hawaelewani. Na ndio maana anasema hivi, kwa klabu ya Simba kama wanataka kwenda kushindana mashindano ya ligi kuu Tanzania bara na mashindano ya klabu bingwa Afrika, ni lazima, unajua mpaka saa hizi nashindwa kuelewa hivi kwa mazingira yaliyopo. Nikuulize swali Bwana Mnyasa, kwa mazingira yaliyopo hivi ni nani kwa sasa mwenye uwezo wa kwenda kuwaleta mashabiki wa Simba au viongozi wa Simba kuwaleta kuwa kitu kimoja? Ni nani mwenye jukumu hilo? Kwa sababu ukimwangalia Mo naye inaonekana yuko kwenye upande kati, kwenye hizo pande mbili kuna pande moja yupo. Umeona? Mpaka hapo inaonekana yuko kwenye upande wa nani? Mo yuko kwenye upande wa Mangungu. Umeelewa? Ndio tafsiri yake. Maana yake yeye Mangungu anasema ameenda kushauriana na nani? Na amepata baraka kutoka nani? Kwa Mohamed Dewji. Na mimi nataka nikuulize swali. Sasa kama amepata baraka kwa Mohamed Dewji, maana yake Mohamed Dewji na Mangungu lao ni hili ni moja. Na Mangungu leo nimemsikia anasema hivi kwenye yale majina manne, kwenye yale majina matano, maana yake majina manne ameteua nani? Ameteua Mo Dewji, amempa Mangungu aenda kayatangaza. Maana yake kwenye wale watu watano jina moja tu ndio limependekezwa na nani? Na Mangungu. Kwa maana hiyo Mangungu na Dewji lao ni hili ni moja. Na ninachotaka kusema je, kwenye huu mgogoro nani wa kuileta Simba pamoja? Maana tulitegemea kwamba Mohamed Dewji angekuwa mbali na hivi vitu, angewaita pande hii na pande hii, angewaunganisha na kutatua nini mgogoro. Sasa ninachotaka kusema nani kwa sasa mwenye wajibu wa kwenda kuiunganisha Simba? Sasa kwa mazingira haya Bwana Kefa, maswali yamekuwa ni mengi sana. Maswali yamekuwa ni mengi kweli kweli, kwa sababu tayari Simba wanaendelea na usajili, naweza nikasema, na katikati ya safari, hata safari haijaanza tayari kunakuwa na mambo kama haya. Na ukizingatia tarehe 12 kuna mchezo mkubwa dhidi ya Young Africans. Ikitokea Simba kapoteza, lawama hizi ambazo zinaanza kutengenezeka sasa hivi kutokana na baadhi ya watu kuegemea pande zote mbili. Wengine wako upande wa Magoli, wengine wako upande wa Mangungu kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba. Sasa Simba inakwenda kucheza na Young Africans. Ikitokea Young Africans wamepata ushindi dhidi ya Simba, lawama za Simba kupoteza zitaelekezwa kwa nani? Magoli. Ni Magoli. Ni Magoli. Nimesema tena mara 3, narudia mara 4. Ni Magoli. Testus Magoli ndo anatakiwa kupewa lawama kwa sababu alichokifanya Mangungu amefanya jambo la kikatiba na amezingatia kanuni na taratibu za klabu ya Simba na katiba ya klabu ya Simba. Pamoja na kusema siifahamu, lakini mimi ninachojua yule ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Amefanya mkutano ni halali, kwa sababu huwezi kusema ati mwenyekiti amefanya kitu batili. Hivi mwaje kusikia mwenyekiti amefanya kitu batili? Maana yake mwenyekiti ukiona anasema bwana umefanya jambo batili, maana yake wewe uliyefanya jambo batili na wewe ni nani? Ni batili. Umenielewa? Kwa sababu leo mimi ninachosema Magoli alaumiwe. Analaumiwa kwenye engo hii, kwenye engo moja. Kwenda kuandika ile release letter kwenye vyombo vya habari. Ile pale jambo lile litakuwa liishe kimya. Hivi kwa mfano ingetokea hilo swala, kwa sababu yeye Mangungu nimemsikia vizuri sana. Alichosema ni kwamba haya majina yeye ameyateua. Ikitokea kuna jambo lolote haliko sawa sawa, watakuja kufanya kurekebisha. Pale swala lilikuwa ni dogo tu, kwenda kurekebisha kwamba bana Mangungu kwa try again afai, tumweke mtu fulani. Kwa si nani huyu anameta nani huyu mwingine nani? Huyu hafai aingizwe mtu fulani. Ilikuwa ni marekebisho tu, jambo linaisha ndani. Lakini leo Magoli anaenda kwa admini wa klabu, anaenda kuandika barua, anaposti kwenye vyombo vya habari, na anaenda kuposti kwenye vyombo vya habari, anaenda kupinga maamuzi yaliyofanyika na mwenyekiti halali wa klabu ya Simba. Hivi kimaadili hiyo imefanya. Mimi nafikiri Magoli apelekwe kwenye kamati ya maadili ya klabu ya Simba. Maana yake alichokifanya kwenye kimpira tunasema yule ni uhaini. Ule ni uhaini kabisa. Maana yake yeye anatengeneza makundi ya kwenda kumpigisha shoti ili Mangungu atoke madarakani, walete mtu ambaye watakula naye sahani moja. Na hivi vitu ndugu zangu lazima tukae wana Simba au wapenda mpira, tukae tujue kabisa kwamba Mangungu na sisi kwa ujumla, mimi kama Kefa Chengula mwanachama klabu ya Yanga nasimama na Mangungu kwa sababu ni mtu wa haki, ni mtu ambaye anasimamia ukweli na ni mtu ambaye anaipenda klabu ya Simba. Na nimemsikia leo Magoli anasema eti yeye ni Simba sana.
Tunajuaje kwamba wewe ni Simba sana? Tunajuaje kwamba wewe ni Simba sana? Mwenyekiti wa kwanza wa klabu ya Simba kuipeleka Simba Sport Club quarter final mara 3 mfululizo ni Murtaza Mangungu. Mwenyekiti wa kwanza kuifikisha klabu ya Simba finali ya CAF Confederation ni Murtaza Mangungu. Mwenyekiti wa kwanza kuifikisha Simba Sport Club nafasi ya 5 ni Murtaza Mangungu. Mwenyekiti wa kwanza kwenda kuipa, msio wa kwanza, anaweza kama wengine huko wamesha, mwenyekiti aliyeipa Simba kombe la CRDB na ameleta wachezaji wazuri msimu huu ni mwenyekiti Murtaza Mangungu. Kwa nini kwenye mazuri hawamweki Mangungu? Na mind Baramnyasa. Timu ikishinda ni magoli mo. Timu ikifungwa, ikifanya vibaya, mwenyekiti Mangungu aondoke. Hatuna imani na Mangungu. Mangungu anatuhujumu. Mind saizi wameleta wachezaji, sio kina nani wao wamekuja, wanasema mwaka huu sio mo, sio nini, bepewe tumeleta sio timu, sio nani yule. Simosikia, kuna mtu anamsifia Mangungu. Unawahoji kila siku mpira pesa, wakina sui mchungaji wa Simba, wakina Mnandi, kuna yeyote ambaye kumshukuru Mangungu? Tuzungumze ukweli, tuache ubaguzi. Unajua kinachomponza Mangungu, naweza kusema labda ni umaskini wake tu. So anasema Mangungu apepewe. Mangungu apepewe. Mimi nasema hivi, Mangungu ni kweli apepewe. Na sisi mashabiki wa klabu ya Yanga tunasema Mangungu apepewe. Na sisi tutasimama na Mangungu. Baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema Mangungu apepewe. Wanachama wote wa klabu ya Simba anasema Mangungu apepewe kwa sababu Mangungu ndio mwenyekiti aliyewapa CRDB safari hii klabu ya Simba. Kwa nini asipepewe? Tumalizie hili sasa, hili sakata. Wewe unadhani kwa hiki kinachoendelea nini ambacho kinahitajika sasa? Serikali ingilie kati ama waache wenyewe wamalizane wenyewe kwa wenyewe? Nani atakayemvisha paka kengere? Baraza la michezo liingilie kati. Mimi ninachotaka kusema kwa sababu tulitegemea kwenye situation kama hii Mo angekuwa yuko pembeni kabisa, hauhusiani na upande wote. Mo ndo alikuwa na nafasi kubwa ya kuwaleta hawa watu pamoja. Lakini kwa sasa maana yake wa kuwaleta pamoja ni baraza la wazee, labda baraza la wazee. Na baraza la wazee zani, labda baraza la BMT, labda ndio wafanyaje baraza la michezo Tanzania ndio liingilie kati, maana otherwise Simba anaenda kudhalilika, anaenda kuchukua nafasi ya 5 msimu huu. Na uhakika